Nayo Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC imechapisha kwenye gazeti rasmi la serikali masharti ya mwaka 2026 ya kufadhili kampeni za uchaguzi, michango na viwango vya matumizi ya pesa vya wagombeaji uchaguzi na vya vyama vya kisiasa wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. IEBC inavihimiza vyama vya kisiasa, wagombeaji, makundi ya kampeni, waungaji mkono au mashirika kujifahamisha na mahitaji hayo ya kisheria yanayohitajika na kuchukua hatua zifaazo ili kuhakikisha yanazingatiwa. Kanuni za mwaka 2026 za kudhibiti ufadhili wa kampeni za uchaguzi na viwango vya juu vya michango na matumizi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 zitabuni mfumo wa kisheria kufuatilia michango ya kampeni, ufadhili na matumizi ya vyama vya kisiasa na wagombeaji. Matumizi ya kampeni za urais yanahitajika yasipite shilingi bilioni 6.1. Matumizi ya kampeni za magavana, maseneta, wawakilishi wa kike na wabunge yanaamuliwa kulingana na idadi ya watu, idadi ya wapiga kura na ukubwa wa maeneo yao husika. Kanuni hizo pia zinadhibiti michango ya pesa inayoweza kutolewa na mtu mmoja, shirika au kundi la watu kwa mgombeaji au chama cha kisiasa. Michango ya kampeni kutoka serikali za kigeni, mashirika ya kigeni yasiyo ya serikali au vyanzo vya kigeni imepigwa marufuku ili kuzuia ushawishi wa kisiasa kutoka nje. Kanuni hizo pia zinahitaji wagombeaji na vyama vya kisiasa kutumia akaunti maalum za kampeni na kuelezea vyanzo vya pesa zao ili kuzuia ulanguzi wa pesa, utumiaji usiofaa wa rasilimali za serikali au ufadhili haramu wa uchaguzi, miongoni mwa masharti mengine. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC imesema kukosa kuzingatia kanuni hizi kutavutia adhabu kali, ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwenye orodha ya wagombeaji, kutozwa faini au kushtakiwa chini ya sheria za ufadhili wa kampeni za uchaguzi. Tilio Marco, Darubini Wikendi.